Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Baada tu ya msanii Diamond Platnumz kumtambulisha mtoto wake mwingine ambaye tulikuwa hatumfahamu watu wengi, lakini pia baadhi ya wanafamilia wa msanii Diamond Platnumz walikuwa pia wamfahamu. Ukiangalia Esma Platnumz, dada wa msanii Diamond, yeye pia alikuwa afahamu swala hili, lakini mtu ambaye mwingine alikuwa afahamu swala hili ni msanii Zuchu. Msanii Zuchu baada tu ya kumuona yule mtoto ameweza kutambulishwa pale kwa wanafamilia wote, yeye ni mtu ambaye alishangaa. Akaona mbona naishi na mwanaume ndani ambaye ni hatari sana. Yaani ni mwanaume ambaye ameweza kunionyesha watoto wake wote, lakini huyu mtoto hajawahi kabisa kuniambia chochote. Na ukiangalia ni mtoto ambaye wamefanana sana na msanii Diamond Platnumz. Jambo hilo lilipelekea Zuchu akashindwa hata kuzungumza, akaenda chumbani kwake na kuanza kutafakari mambo mengi sana. Juma Lokole anakuambia pale watu walichafuka, wengine wakawa wanashangaa, kaka umewezaje kuficha siri hii kwa muda mrefu kiasi hicho? Lakini wanandugu wameelewa. Swala kubwa ni kwa mke wa Diamond, huyu Zuchu. Zuchu ameshindwa kabisa kumuelewa Diamond Platnumz. Si unajua tena ukiwa na mpenzi wako au ukiwa na mume wako ndani, alafu akaanza kukuficha baadhi ya vitu vyake, unafikiria vibaya, unaona kama hili ameweza kunificha, kuna mengine mengi labda huenda ameshanificha mimi sifahamu. Sasa Zuchu akawa amefikiria vitu kama hivyo, kwa sababu ukiangalia yule mtoto ni mkubwa kabisa, ni mtoto ambaye Diamond aliyekuwa hana sababu yoyote ya kumficha Zuchu, kwa sababu tayari Diamond anafahamu Zuchu ni mwanamke wake, Zuchu amemuoa, hivyo basi hakuwa na sababu yoyote ya kumficha. Angetakiwa kumwambia ukweli, lakini pia Zuchu anafahamu kwamba Diamond ana watoto. Diamond ameshawahi kuwa na wanawake tofauti tofauti. Ilikuwa haina sababu yoyote ya msanii Diamond Platnumz kumficha Zuchu. Ukiangalia tayari ameshamuoa, alitakiwa kumwambia ukweli wote. Sasa hivi Zuchu amekuja kufahamu ukweli siku ambayo hakutarajia wala hakutegemea. Zuchu ameweza kuumia sana, lakini maamuzi ambayo Zuchu ameamua kuyachukua ni maamuzi ya tofauti sana. Zuchu kupitia katika akaunti yake ya Snapchat akaamua aende akatolea hasira zake huko. Ameweza kupost picha akiwa pamoja na huyo mume wake Diamond Platnumz, alafu katika caption akaweza kuandika, nilijua tu kuna mengi umenificha, lakini kwenye hili ni kubwa mno. Utanisamee kwa haya maamuzi nitakayoyachukua. Wewe unafikiri ni maamuzi gani ambayo Zuchu ataweza kuyachukua? Ukiangalia kwa sasa hivi yeye pamoja na Diamond Platnumz kuna namna fulani hivi wameweza kutofautiana. Ukiangalia baada tu ya Diamond na Zuchu kuachia ile ngoma yao, video mpya ya Inama, kila mtu akapita kushoto, kila mtu akapita hivi. Ukiangalia hata katika sikukuu ya mwaka mpya, Zuchu ameenda kusherehekea huko na ndugu zake, na Diamond na yeye ameenda kusherehekea au yupo anasherehekea nyumbani kwake pamoja na familia yake. Na tunaweza kusema Tanasha amerudi mjengoni, yuko pamoja na mtoto wake, kamleta mtoto wake Nasib Junior kuja kusherehekea sikukuu pamoja na baba yake. Lakini sasa unaweza kuona ili sakata ni kama vile litafika mbali, kwa sababu ukiangalia Zuchu tayari ameshanuna. Zuchu tayari ameshaanza kumwekea kinyongo fulani hivi msanii Diamond Platnumz. Anajiuliza kuna mambo mangapi ambayo umeendelea kunificha? Kama hili tu umeshindwa kuniambia, na mimi najua kabisa wewe ni mtu ambaye umeshawahi kuwa na mahusiano nyuma, una watoto, hivyo basi ilikuwa haina sababu yoyote ya kunificha. Ni jambo kubwa sana. Wewe ambaye bado hujaolewa huwezi kulielewa hili swala ambalo Zuchu sasa hivi anapitia, lakini wale ambao wapo ndani ya ndoa wanaelewa. Unaishi na mwanaume wako miaka yote, kumbe mwanaume wako alishawahi kuzaa hapo nyuma, alafu aje kuambia. Baadaye unakuja kushangaa analetwa mtoto mkubwa kuliko watoto wako. Unakuja kushangaa kuaje? Unaambiwa huyu naye ni mwanafamilia. Utajisikiaje wewe kama mwanamke? Lazima utajisikia vibaya. Nimeishi na wewe miaka mingapi? Kwa nini usiniambie? Mbona lilikuwa ni swala la kawaida tu? Tena kwa Zuchu ilikuwa ni kawaida kwa sababu yeye Zuchu hana watoto, lakini Diamond Platnumz ana watoto. Ilikuwa ni swala la kumwambia tu, bwana, kuna mtoto fulani ambaye niliwahi kumpata hapo nyuma, mama yake yuko huku na tunawasilianaga, tunatuma matumizi. Mambo kama hayo ni sio mambo ya kufichana, ni mambo ya kawaida tu. Haya, hebu tuchukulie mfano
Aya, leo kesho Zuchu ameenda huko nje, labda akapata mtoto au Zuchu alishawahi kuaga na mtoto, alafu leo hii anakuja anamwambia Diamond kwamba huyu ni mtoto wangu, alafu hajawahi kumwambia. Unafikiri Diamond angemwelewa? Diamond asingemwelewa hata kidogo. Ni vile tu sisi wanawake tunakuaga na huruma. Naamini tu Zuchu hizi ni hasira, alafu baadaye atarudi mjengoni kwa sababu anampenda sana mume wake Diamond Platnumz. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification bell.